Hi guys, nimeona nifanye hii video because I think kama nchi tuko sehemu ambayo kila mtu amechanganyikiwa. Yani kila mtu ana watch kinachoendelea Tanzania. Tunakiangalia kama movie inatokea. Afu hatuelewi hii movie ina happen to us, ina happen kwetu. Yani haya ni mambo tumezoea kusikia kwa nchi zingine. Lakini nao tunayasikia kwetu. Na yani hatuyasikii kwetu, tunayaona kwetu. Na kinachoumiza ni kwamba haya yote yanatokea kwa sababu ya mali tu. Kwa sababu ya pesa tu. Sasa hivi Tanzania hatuna amani, hatuna raha. Hii yote kwa sababu kundi la watu wachache tu wanataka kuendelea kuishikilia Tanzania, waendelee kuinyonya. Yani kama Watanzania tusinge fight back huu uchaguzi wao wa kitapeli wanaofanya. Kama Watanzania tunge ukubali kama jinsi ambavyo wao CCM wali imagine kwenye kichwa chao kwamba tukiwatoa tu Chadema wakitoka kwenye picture, sisi nchi yetu, hawa Tanzania watakuwa bize na umbea, watakuwa bize na upumbavu, watatuacha. Lakini haijawa hivyo. Haikuwa vile walivyotegemea CCM kwamba sisi tutaendelea na umbea, tutaendelea na mambo ya stupid. Lakini instead wakapata surprise kwamba nchi nzima tukakataa uuni. So kwenye hii state ambao tupo sasa hivi, ambao nchi nzima tupo kwenye confusion, tumechanganyikiwa, wengine wanafia, wanaogopa, wengine hawajui what's going to happen tomorrow. Lakini nilikuwa nataka kujiambia kwamba mpaka hapa kwanza tujipe moyo. We have done so well so far. Tumewasurprise sana. Hawa wahuni wana mtandao. Hawakutegemea pushback kama hii kutoka kwetu. Sasa kingine ambacho nilikuwa nataka niwaambie, ambao ndio information nilionayo so far about Polepole, ni kwamba he's still alive. Hii ni information napewa direct na polisi. Wananiambia he's still alive lakini kaumia. Wanasema Asmofele alitoa 4 days, ametoa 4 days, after 4 days auawe. Na hizo 4 days Asmofele alizotoa ametoa ni kama vile wanasubiri tamko rasmi kutoka kwa Samia. Kwa kama lisipotoka tamko lingine waendelee na hili tamko lake yeye. Lakini wanaangalia kwanza upepo. Wanaangalia reactions za wananchi zitakuwaje, wamwachie au wamuue. Wanaangalia reaction. Lakini Samia anaye Polepole, anamshikia Polepole. Sasa hivi Samia ndo, ndani dakika tunaongea, Samia ndo Mungu wa Polepole. Yeye ndo anaweza kuzima switch. Sasa hivi wanasubiria Samia awaambie uweni uwe. Kingine ambacho nilikuwa nataka niwaambie ni kwamba tokea issue ya Captain Tesha, jeshi alikaliki sasa hivi. Sasa hivi Mpunda anahangaika, anafanya sijui uchunguzi, anajaribu kufind out kwenye jeshi ni kiasi gani cha jeshi kiko na Captain Tesha. Sasa wanajeshi wananiambia, kwa sababu wamekuwa wakisoma especially jana usiku, wamesoma jana usiku kwenu nyinyi ni leo asubuhi, wamekuwa wakisoma, mnawaambia jeshi chukua nchi, jeshi chukueni nchi. Lakini kuna mwanajeshi mmoja ameniambia inakuwa kitu rahisi kwao pale wananchi wanapokuwa wameanza. Lazima muingie barabarani kudai haki, alafu jeshi sasa, alafu polisi ikiwa mistreat, ikiwapiga, ikifanya chochote, polisi ikiwa mistreat kama vile kuachia silaha za moto, kuua watu, pale sasa ndo wanakuwa wana ile legitimacy ya kuingia na kulinda wananchi. Lakini yani according to them and what they're telling me ni kwamba hiyo 29 Samia atoboi, ndugu yangu. Hatoboi. Yani situation ni mbaya Tanzania kuliko vile tunavyowaza sisi. Situation ni mbaya.
Ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Na yani sijui Mungu atatusaidia vipi. Sijui. Kwa sababu kuna watu wachache tu ambao wanaweza kustopisha hii kitu yote. Na hao watu wachache hawaelewi kitu kwa sababu wameweka mali mbele. Seriously. Sasa hivi kuna watu wawili wanaweza kustopisha hii kitu. Tanzania ikawa poa. Samia, Kikwete. Hizi mtu mbili, dakika 2 sasa hivi wanaamua tu. Samia basi acha mama, wape katiba mpya twende, acha waendelee. Lakini hawawezi. Kikwete na Samia hawawezi kwa sababu bado walikuwa wana plani nyingi za kuibia Tanzania. Walikuwa wana plani kubwa za kufanya ufisadi. Na wana maproject kibao yapo katikati. Unaona? Kwa hiyo wanaona ni kama bado, yani bado wanahitaji muda kuisafisha nchi vizuri. Kwa hiyo anyway guys, mimi bado nipo kwenye shock.